In 2016 nilijipata niko na ball ingine. My baby daddy visited me rehab, we had sex, nikajipata niko na ball. Ilini stress in a way that I tried to commit suicide. Ilikuwa mara ya pili. Unafika mwisho, depression inakuhit, you have nobody to talk to because nobody wants to see you, ndio mambo yenye umewafanyia. So, choose kwenda grau, nikavuta staff rocker, and then nikaendanga, nikabuy dawa ya panya, nikakunywa, nikalambanga kama glucose enda. Nikaambia one of the guys mwenye alinipatanga hapo kwa nimekaa chini, nikamwambia vile nimefanya. Niambia jambi, historia yako haijaishia hapa. Enda hosi, akanizindikisha, nikapandanga gari hapo roka. Nikachukua ingine, nikajipata Gashie. Kufika Gashie nikaanza kusikia hiyo pain. Nikapatanga mtu wa motorbike hapo na dem fulani pusha. Nilikuwa na deni huyo dem, nikamwambia mimi for now nitakwenda tu hosi kwa saiju. Nimekunywa dawa, nimeanza kunilemea. Na already nimeanza kuregret. Juu mind yangu imerudi normal. Nilijipata hosi kesho yake. Nikiwa na drip kwa mkono kama na detoxiwa. Nikashinda huko, nikakunywa dawa, nikakula, nikafanya nini hivyo. Nilikuwa nachomeka hapa hivi, juu hiyo pain. Masaa ya jioni, there was this Kanas. Au Kanas tulikuwa tumejuana na yeye. Nilikuja huko clinic na nini, kupimanisha watu, hiyo time nikiwa junkie. Kwa time nilikuwa naendanga hizo maeria na napitia huko, so most of the daktari huko walikuwa wananijua. Au Kanas, hawa kanajua mimi ni junkie. Do you know what she decided to do? Kuna hiyo maji unaekeagwa kwa mwili. Hiyo maji kuna this dawa yenye I was supposed to wekewa, lakini ilikuwa iwekwe through maji ndio ingie kwa mwili yangu. Kanas kananidunga hiyo maji direct. Hiyo dawa direct kwa mkono. Kunidunga hiyo dawa, and she was very confident hapana, hii dawa hakuna kitu inaweza mfanya. Huyu ni mtu wa madawa. Hakuna vile hiyo dawa inaweza mletea side effect. I guess nianza vituko zangu immediately. Juma saa yenye niliamka, niamka after kitu 3 hours. Kuamka nijipata nimefungwa mikono hivi na miguu na bedsheet. Na to make matters worse, ile shindano nilikuwa nimewekewa hapo ya drip, hawakutoaga. Waliacha hapo, wakanifunga mkono na hiyo shindano. That shindano affected me and affected my hand in a way that hata saizi kuna video mkono yangu inanileteanga shida. Na kuanga on and off kwenda kwa daktari kupewa madawa yenye nitameza ndio mkono nao usianze kufanya kazi. Hii mkono ililetanga shida mishipa. Ndio kwa shindano vile waliacha hapo, kuna mahali kalidunganga and ikanileteanga shida. Hii ni story moja ya zile tunapitianga tukiwa majanki. Addiction. Hakuna mtu haiwezi pata. Addiction inapatanga anybody. Anybody. And believe it or not, ukienda ground unajuanga. Unapata ni mtoto wa fulani, ni mtoto wa fulani, ni mtoto wa fulani. Watoto huwezi expect wanaweza kuwa majanki. Unaanzanga ukiwa juu, unaenda hivi. Before ulikuwa unatumana staff, ukafika mahali, ukaanza kujipeleka, ukafika mahali, ukalemewa, ukaanza kukaa grau. Ndio inakuanga story ya addict. Usitreat mtu vibaya juu ni addict. Mimi dem alinikoseanga. Juu mkono yangu mpaka sasa imeshipa, kuna vile inanileteanga shida. Juu aliangalia akaona huyu ni junkie. Ati hiyo dawa hakuna kitu inaweza mfanya. Ati juu anachomaga hakuna kitu inaweza mfanya. Ndio anatumiaga ni strong kuliko hata yeye yenye anamdunga. Sasa dawa yenye ananidunga ni ya kudetox. Hivyo ndio tunadozingi maisha yetu. Unajipata umefanywa unyama na mtu. Najua hakuna mtu anaweza kuulizia, wewe ndio jitafutie justice, hakuna kitu unaweza fanya. Unakaa hivyo na mashida zako. Ulienda kuzaa, I went to zaa in the same hospital. Nikaendanga usiku. Nilikaa kwa hosi for almost 1 week juu nilikuwa na mashida zangu. Pressure ilikuwa chini. And then bado nje ilikuwa imefunguka so wangeniachilia. Nilikuwa naibia watu. Naenda navuta and then narudi hosi. Naibia watu, naenda navuta and then narudi hosi.
So kuna time tulimit na huyo nurse. Akazile za sasa basi ulinisamehea. Nilimwangalia tu hivi hata sikusema chochote, juu utamwambie nini. By then nilikuwa nimeenda hospital once, nimepewa madawa na zimenisaidia so mkono ulikuwa na pain sana. Mimi hata sikuongeanga na yeye. Nilinyamaza tu, nilishindwa mtu kama huyu utamwambie nini? Saa hizi my son ako 7 years, anafikisha 8 years April. Na bado mkono kuna vile inanileteanga shida. Na ni shida singekuwa nayo kama singekuwa junkie. Kama angenibeba kama binadamu mwingine, aseme aje depression ni kitu real na inaweza mniaffect hata mimi, na vile naweza taka kutritiwa, let me treat this mama hivyo, juu sijui mambo ya kesho. Lakini si yeye alichoose kunitibu vile anataka according to that name tag ya huyu ni junkie, inaweza mfanyia kitu yoyote, hakuna dawa inaweza muaffect according to understanding yake. May God have mercy to the people who judge us. Nowadays, huwezi pata, pengine kuwa tuko na wazimu zako, ukijudge junkie. Saizi inavutwa staff, heroin inavutwa kila mahali. Hakuna place Kenya, hakuna staff. So ukiangalia mtoto wa mtu hivi rushe mdomo, ujue kesho kama ni wako atakuwa anavuta. Mimi kwetu hakuna mtu alivuta staff, hata mmoja hakuna. My grandparents, my grandfathers, kuna mmoja alikuwa junkie wa bangi, mwingine junkie wa pombe. Lakini heroin hakuna mtu amewahi vuta, na mimi ndio nilijipata nikivuta. Niliintroduciwa na baba ya watoto wangu, na mimi na ujinga yangu na kukosa akili nikaintroduciwa na nikavuta, nikachoose kukaa kwa hiyo maisha, nikaniharibia kila kitu. So nanganga tu mtu hivi namhurumia. Wenye sana hujaji watu wanasikia mtu ni wa madawa na rusha mdomo hapa. May God have mercy on you. Mimi wengine naangalianga tu, ni mwenye anaingilia staff saa hizi, unamwangalia hivi unamhurumia. To let me tell you, ukiambiwa saa hizo hiyo kitu itakuwa affect, hakuna mtu huwa anaamini. Tuangalianga hivi unashindwa, nini ananiambia? Like, let me tell you, drugs, hakuna kitu mbaya kama drugs. Mimi nakanga hivi najiuliza, woi Mungu wangu, I should tu ningepitia kitu kingine lakini si drugs. I wish ningekufa before nikuwe addict, instead of kukuwa addict. Ni kama ningefanga mashida nyingine napitianga mpaka wale singekuwa napitia. Kifo ni mzuri kuliko kukuwa addict, juu una losing kila kitu. Saizi niko hai lakini nakaa walking dead, juu hakuna kitu yangu inaweza enda vile inafaa kuenda, juu the moment niliingilia drugs niliharibu kila kitu. And that is the lifestyle. And kama uko hapo unafikiria tu kutumia kitu, ama kama umeanza, may God have mercy, think twice, juu utaregret. Hii story itakuwa yako one day, itakuwa yako. And believe me, hakuna mtu anaanzanga na siku ya kwanza anaenda kulala kwa street zao. Unaanzanga ukiwa kwenyu, una lose trust ya kwenyu, unaanza kuenda tao, unakaa guest, unashindwa kulipa. Wiki moja unalipa mara 3. Hizo siku zingine unalala kama umeketi chini, juu unaona wewe ni very special, huwezi lala kwa floor. Hiyo wiki nyingine yenye inafuata unaanza kutandika kirago, gunia, unaingia ndani nyingine, unalala hapo. Anaona kuaga huko ni watoto wa watu. Hizo base, sasa hizo si ama ikuwa kinadadi na hizo place nyingine. Hizo chochoro zote ni watoto wa watu wanakuaga huko. Na sijaienda nikapata monkey ama kitu kingine, nenenga napata watoto wa watu. So be careful. Before ukifikiria kutumia chochote, be very careful. Juu utafika rock bottom. Na most of us 3/4 ni wale jail, death. Wenye wanasurvivingi ni wachache sana. Quota yao watu ndio wanasurvivingi, anakosa kukufa na anakuwa soba. Quota yenye sasa hizi nikiambiwa nioneshane, naweza shindwa kutafuta hata hiyo quota. Naweza kosa hata kuoneshana niseme ndio hiyo quota yenye iko, unaweza kosa. So before you answer hizo drugs, ebu just think twice. Ebu fuatilianga tu story tu watu. Ebu enda kwa streets, uangalie uone maisha yenye watu wanapitia juu ya addiction. Ebu enda kwa hizo streets kwanza. Ebu jaribu kupitia hapo tao ndio natema hizo areas, uone majanki vile wanakaa. Ama uende kwa neighbor yenu na hapo kaidia, kama kaidia na kaukanyu, hauwezi kosa mtu anatumiaga hizo vitu. Ama amewahi tumia, pitia na hapo uone lifestyle yake. Na ikuwe tu ulikuwa unamjua before anza kutumia hizo takataka. And then ujiambia aje, naweza taka kutumia ama sitatumia. Usikae hivyo usidanganye wewe ni very special ati utafika mahali amefika. No. Hiyo kwanza usifanye na usijaribu kuifanya, juu ukitumia hiyo ujinga itakuaffect na way that utajichukia wewe mwenyewe.